Sana mchezo wa leo, nani unampa karata yako, lakini kwa nini pia? Ufaransa wana safu bora ya ushambuliaji. Licha ya kwamba watu wengi wanazungumza inawezekana ikawa ni mechi yenye mtihani kwa Ufaransa, lakini mimi bado karata yangu iko kwao, ingawa siubezi ubora wa Hispania, hilo niliweke sawa. Hispania ndio timu iliyoruhusu goli chache, tena imekuja kucheza mechi dhidi ya Ubelgiji ndio imeruhusu goli kwa mara ya kwanza. Wamecheza mechi 5 hawakuwa wameruhusu goli hata moja Hispania. Wamekuja kuruhusu goli juzi kwenye mechi ya robo finali dhidi ya Ubelgiji. Kwa hiyo wana timu ngumu kweli kuruhusu goli, lakini najiuliza sasa, Hispania alicheza na kina nani huko nyuma? Alicheza na kalba ya Ufaransa au alicheza na watu wa level ipi? Kwa hiyo kichunguza utagundua Hispania katika timu walizocheza nazo, Cape Verde haina safu bora ya ushambuliaji ukilinganisha na Ufaransa. Wamecheza na Saudi Arabia, wamecheza na Uruguay kwenye hatua ya makundi. Hao wote safu zao za ushambuliaji hawana makali kama walionayo Ufaransa. Lakini toka hapo njoo kwenye michezo ya raundi ya 32 pamoja na 16 bora. Waangalie timu waliocheza nayo kwenye mechi ya 16 bora, angalau Ureno unaweza kusema ndio timu walipata yenye kalba hiyo ya ubora kwenye ushambuliaji. Kwa hiyo wanacheza timu ambayo kwenye mashindano imejipambanua, inafunga, ina Mbappe, ina Bakola, ina Dizaredue, Dembele, Michael Olise, na huyu ni mtu ambaye watu wengi hawamzungumzi. Mimi ni shabiki wa Mbappe, lakini Michael Olise ndio mchezaji ambaye anaoperate kwenye eneo la ushambuliaji la Ufaransa. Yeye ndo anaona kila kitu, na ndio maana kwenye cost yao haishangazi ndo ana assist nyingi kwenye mashindano. Amesha register nafikiri assist 5 mpaka hivi sasa. Kwa ni mchezaji ambaye kwangu nafikiri atakuwa na hatari. Hispania siwezi kuwabeza kwa sababu ana timu nzuri na ni mechi ambayo wao wenyewe wanaitazama kama wakishinda inaweza kwenda kwa tiketi ya finali. Na mimi ninavyoamini atakayeshinda mechi ya leo ana nafasi kubwa kwenda kuwa bingwa wa kombe la dunia, kwa sababu naamini huku kuna top quality. Argentina amecheza sana mechi za AFCON. Angalau mechi moja tu Uswizi ndio kacheza mechi ngumu. Yaani ambayo unaweza ukasema ilikuwa ya daraja kubwa. Lakini leo tukiwa wa kweli, Argentina ndio ingekutana na Hispania au Ufaransa huko nyuma ingekuwaje? Sawa. Lazima tukubali tu kwamba at least sasa hivi unaona kumekuwa na mabadiliko makubwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa. Michael Olise anatajwa sana mtandaoni na kwa mambo mengi, ubora wake nini, lakini nonchalant ni sehemu ambayo amekuwa akitajwa sana pia. Kutojihusisha, kutofurahia, ili kutoonyesha tabasamu wakati inapohitajika na vitu kama hivyo. Bwana, unajua Michael Olise ameonekana kwenye page yake kufuta posti zote mara baada ya kuingia World Cup. Unajua kabla kulikuwa na issue ya uchaguzi wa Real Madrid. Na moja ya ahadi za Florentino Perez ilikuwa ni kusajili mchezaji mkubwa ambaye gharama yake ingefika paundi milioni 150, euro milioni 150. Sasa watu katika harakati zao za kuchunguza moja kwa moja ambaye alikuwa target alikuwa ni Michael Olise. Sasa baadaye ndani ya hilo wiki Olise akaja akafuta picha. Sasa sababu sio hiyo. Watu wakadhani ni nani? Sababu ni kwa sababu anataka kwenda Madrid, lakini sababu sasa jana kutoka kwamba nimeona wiki iliyopita ndo niliona kuna skendo ya mwanadada mmoja hivi. Yeye anamdai amezaa na Olise, ila anasema Olise amekataa mtoto. Sasa bwana, sababu sio hiyo. Sababu ni kwamba Olise alikuwa anampiga picha wake mdada. Wakati sasa anaenda Marekani, dada bwana akakosa visa, akanyimwa visa na Marekani. So Olise kwa ubinadamu wake akafikiria, akamuuliza sasa tunafanyeje? Yani mimi nataka picha, nimependa juhudi ambao umeitumia mpaka kuja huku, kufanyaje? Umekata tiketi ya ndege, umefika, ameambiwa tu visa yako haiwezi kuapply, yani kuwa Marekani, kama yule shabiki tu wa Kongo. Kwa hiyo akabidi awe deported, arudi kule ambapo ametoka. Sasa kilichotokea, yule dada bwana akawa anapiga picha kutumia TV ya kwao nyumbani. Kwa hiyo anachukua kamera yake kwenye TV pale, ndio maana picha zake kama zina blur fulani. Kwa ile ni kama anafikisha ujumbe. Kwa hiyo ni kama kuthamini tu kwamba huyu dada bwana ananichoaga picha za tofauti, na Olise anachopenda kwa dada ni kwamba anampiga picha za tofauti na zile ambazo wapiga picha wote huwa wa klabu, picha ambazo yeye
Olise kwa vile ambavyo anaonekana introvert, nonchalant na vitu kama hivyo, yeye mwenyewe ndo akili yake inaona kwamba hizi picha kwangu ndo sahihi. Kwa hiyo yule dada akapewa jukumu kwamba kama unaweza fanya namna nyingine. Yule dada anatumia TV yao ya nyumbani ambao pia sio quality hivyo. Kwa hiyo akawa anapiga picha na anamtumia Olise. Guess what, Olise amezipenda. Amefuta zingine zile, ameposti zile za yule dada. Na imekuwa ni trend kubwa sana duniani kwa hivi sasa. Bwana hapo mtandaoni kitu kinacho trend leo ambacho nimeamka nacho. Nimeona bwana taarifa ya Jeremy Doku. Nadhani ndio umepatana nayo hiyo. Yes. Jeremy bwana, wakati tuko World Cup, kuna muda aliomba ruhusa aende kwao nchini Ubelgiji kwa ajili ya kushuhudia mkewe akijifungua. Kwa hiyo unajua kuna ile excitement ya kupata mtoto wa kwanza. Sasa leo kuna vyanzo vile nimeviona, japo hazijathibitishwa, kuna tetesi kwamba baada ya DNA inaonekana yule mtoto sio wa Doku. Kwa hiyo sasa ndo tunasubiri tuone vithibitisho kutokea Colombia. Jamington ametishwa kupigwa. Kutokea Colombia bwana, mchezaji Jamington Campers ambaye ametishwa kifo. Hii ni baada ya kukosa nafasi ya wazi kwenye kombe la dunia na kushindwa kuivusha Colombia extra time. Na ameambiwa bwana, wewe ukionekana tu hadharani, ukionekana tu hadharani huko Colombia, you are a dead man. Na unajua Colombia ni taifa ambalo lina idadi ya watu wengi wenye hali ngumu. Kwa kuna ule undava ule upo. Washamuua Pablo Escobar. Kuna mchezaji wa Colombia leo kujifunga kwenye World Cup. Nishamfanyaga hadi mbwagizo. Aliuawa Colombia. Tena aliuawa kwenye mazingira ambayo watu hawala kutarajia. Alikuwa zake klabu, mashindano World Cup yashaisha. Akiweko klabu kuna mtu mmoja akamwanzishia luzengo, alafu umechomesha na nini wakajibizana. Maamuzi tu. Chuma kilivyokuwa. Kwa Jamington kurudi. Wakati yuko parking tu alikula shaba pale. Jamington kurudi sio lakini hii isifike huku kwetu bwana. Huku kwetu sisi tunaondoka na kikosi cha taifa chote. Mwaka 2018 mwaka 2018 walitaka kumuua Carlos Bacca ambaye alikosa penalti ile dhidi ya England. Na wakamwambia siku atakayoonekana hadharani. Unajua walivyorudi gari yao ilipigwa mayai haya yalirushiwa mayai, walipasua kwenye vioo. Lakini wakamwambia Carlos Bacca siku ambayo ataonekana ndio siku ambayo watamuondoa uhai. Kibagizo kuna nini leo? Kibagizo leo ni special kwa ajili ya nusu finali ya Hispania na Ufaransa. Yako mambo mengi kuelekea kwenye mchezo, na mchezo wenyewe kwanza hivi sasa tunavyoongea jiji la Dallas na Arlington huko Marekani kumegeuka sehemu ya sherehe, yani imekuwa football festival. Watu huko wanausubiri mchezo huo kwa hamu, watu wamekusanyika Ufaransa kwa Hispania kuhanikiza kuelekea kwenye huo mchezo. Lakini mchezaji mmoja wa Ufaransa anayekiwa kwenye klabu ya PSG, Warren Zaïre-Emery, yeye bwana amekiri kwamba miongoni mwa sababu zinazowapa hamasa ya hiyo nusu finali wanataka kulipa kisasi. Nusu finali ya Euro mwaka 2024 Ufaransa alitolewa na Hispania na alifungwa goli 2-1 kama nakumbuka. Mechi ambayo Lamine Yamal pia alifunga. Yes. Ufaransa bwana, inaelezwa dressing room yao kinachowapa hamasa ni hiyo hamu ya kulipa hicho kisasi. Lakini kama haitoshi, kocha wa Ufaransa yeye haamini kama wanapaswa kufanya kama kisasi. Yaani wao wanachotaka ni iwe rekodi ya 3 mfululizo wanaingia finali ya kombe la dunia. Na Didier Deschamps anaisaka hiyo rekodi. Ukumbuke baada ya hii kombe la dunia kocha mkuu wa Ufaransa Didier Deschamps atakuwa anaondoka kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa. Na yeye anaisaka hii rekodi, anataka kuwa kocha ambaye atafanikiwa kuipeleka Ufaransa misimu 3 mfululizo ama makala 3 mfululizo za kombe la dunia. Kashawapeleka 18, alishinda 22, alifungwa finali. Hii pia anaitaka. Lakini kama haitoshi, inaelezwa Lamine Yamal akiwa mazoezini safari hii hajatumia muda mrefu wala hajatumia muda wake wa ziada kujivinjari kwa ajili ya kusherehekea kutimiza miaka 19. Badala yake amesema focus yao kubwa ni kuondoa Ufaransa kwenye mashindano. For the first time amekuwa serious. Lamine Yamal safari hajaenda kula bata, na alichofanya tu ni alifanya masihara na mzaha na reporters ambao walikuwa kwa uwanja wa mazoezi, lakini
amesema kiukubwa wao sasa hivi focus ni kuelekea kwenye mechi yao dhidi ya Ufaransa. Jambo kubwa ambalo linatarajiwa pengine leo likafanyika kwenye huo mchezo ni kufanya maombolezo ya tukio la kigaidi lililofanyika mwaka 2016 kwenye mji wa Nice nchini Ufaransa. Kwa hiyo inaelezwa inawezekana leo kwenye mchezo wao kukawa na hayo maombolezo ya kulikumbuka hilo tukio ama shambulio la kigaidi lililofanyika mwaka 2016 nchini Ufaransa. Kama haitoshi, kuna vita ya siasa hapo imeingia kati ya Ufaransa na Hispania, na inategemewa leo mchezo huo kwenda kutengeneza ukubwa wa hilo jambo kutokana na matokeo ambayo yatatokea kwenye mpira. Usisahau Hispania ni nchi inaongozwa kwa taratibu za kifalme, lakini Ufaransa ni nchi inaendeshwa kwa taratibu kama za kwetu ambazo za kuwa na rais. Kwa hiyo kuna siasa kali inaendelea hapo katikati, na inaelezwa mchezo wa leo pengine unaweza ukawagawa zaidi, ingawa nyota baadhi wameeleza kwamba mchezo wa mpira wa miguu unapaswa kuwaunganisha na si kuwafanya wawe na makundi. Kwa hivyo ukiangalia beji ya FIFA kwenye bega la kulia, nafikiri kama sio kushoto, FIFA wana ujumbe wao wa Yesu wameandika bega la kushoto hapa, football unite the world. Kwa hiyo na wao wanafikiri inapaswa kuwa hivyo, jambo ambalo linatazamiwa pia kuelekea kwenye mchezo huo wa nusu fainali ya Hispania na Ufaransa ni Kylian Mbappe na namna anavyosaka rekodi. Usisahau Kylian Mbappe mechi 19 amefunga goli 19, mechi 20 goli 20. Kwa hiyo Kylian Mbappe kabla ya mechi ya leo anatajwa kama mchezaji ambaye anaenda kusaka rekodi. Amecheza mechi 20 za kombe la dunia, amefunga goli 20. Kumbuka 2018 Kylian Mbappe alivunja rekodi ya Pele ambaye akiwa chini ya umri wa miaka 19 alifunga goli kwenye fainali. Pele hiyo rekodi yake ilidumu kwa muda mrefu kabla ya mwaka 2018 Mbappe kuja kuivunja. Kwa sasa anasaka rekodi nyingine Mbappe, lakini inatajwa kwamba inawezekana tuzo ya Ballon d'Or ikatokana na influence kubwa ya ubingwa wa mechi hii, ambayo wanaamini bingwa wa mechi hii ataweza kwenda kuwa bingwa wa kombe la dunia. Kwa hivyo wanaeleza yoyote kati ya Mbappe ama upande wa pili wa Lamine Yamal atakaye shinda, kuna nafasi kubwa akaenda kushinda Ballon d'Or. Usisahau Ufaransa wana faida ya wachezaji watatu, kuna Mbappe, Olise na Dembele. Hao wote ni potential wa kushinda Ballon d'Or. Kwa Hispania ni Lamine Yamal ambaye yeye tayari ameshinda taji la ligi kuu. Kwa hivyo inaelezwa mechi hii imebeba taswira kubwa kuelekea kwenye tuzo za mchezaji binafsi na collective as a team, ikitajwa pia kocha wa Hispania De La Fuente anasaka rekodi ya kurejesha rekodi ambayo Hispania walienda nayo mwaka 2008 na 2010. 2008 walikuwa mabingwa wa Euro, 2010 wakawa mabingwa wa World Cup. 24 De La Fuente kawa mabingwa wa Euro, sasa anasaka taji la kombe la dunia. Sawa sawa. Hivyo tumemaliza bao la asubuhi Jumanne ya leo, tukutane kesho inshallah. Tutaenda Kahama. Ndugu zetu wa Kahama wamenitumia message hapa, karibu